Sasa hivi bwana, gari hatuangalii swi engine ni ukubwa gani. Tunaangalia na teknolojia gani. Kwa hiyo tunaangalia teknolojia sana, ambao mfano labda kama Subaru ina EyeSight, ni safe driving mode. Inamsaidia yule ambaye anayeendesha kudetect hali zozote za hatari. Pia unakuta gari ina ile automatic start or stop. Upo tu kwenye foleni, umeachia mafuta, umekanyaga breki, gari inazima mfumo wa mafuta. Kwa hiyo inakusaidia kwenye consumption ya mafuta in case of gari iko silence. Pia kuna teknolojia za stability control sasa hivi sana, na gari hizi nyingine. Habari nzuri ni kwamba ukija kwenye gari mpaka za Toyota sasa wameanza kuepukana na masuala makubwa ya ajali ambazo zinaepukika kama kupinduka na kadhalika. Pia kigezo kingine ambacho watu wanazingatia sana katika ununuaji na uagizaji wa magari, ukiachana na teknolojia, watu wanazingatia sana consumption. Mfano ukiangalia kama EST, watu wanakuja kule wanasema ina consumption ndogo, lakini tunazidi insist watu sasa hivi unanunua gari, consumption inakuwa bado ni ndogo, haijalishi gari na ukubwa wa engine kiasi gani. Kwa hiyo kuna watu wanazingatia sana consumption, pia na watu wanazingatia pia comfortability. Na baadhi ya watu wanazingatia status pia, hicho ni kitu cha msingi. Lakini ukija kwenye mfano gari za biashara, gari kubwa za biashara, watu wanaangalia engine mode sana. Unakuta labda mfano mtu anataka kununua gari ya biashara, labda daladala, Nissan Civilian. Lazima ile Civilian ajue kwamba engine yake iko vipi kulingana na nature ya mafundi wetu wa Kitanzania. Kama unakumbuka miaka ya nyuma kule, mafundi wamekuwa ni hali ya kurithishana. To be honest kwamba fundi anamfundisha mtu mwingine kuwa fundi. Kwa hiyo unavoleta teknolojia sasa hivi na mtu amefundishwa na fundi wa 1980, wameendelea kurithishana teknolojia yao ya toka zamani. Inafanya watu wengi hizo gari za biashara wa prefer sana kununua zile za miaka ya nyuma, wakiwa naamini ndo strong. Pia ndo zina mafundi. Sababu let's say ukinunua Kenta ya mwaka 2013, unaweza ukaja Dar es Salaam hapa, labda paka ukute mafundi waliotoka chuo, na ndio wanaweza kudili nayo. Na pia wanaweza wasiweze kulingana na mwalimu wake aliyemfundisha pia. Kwa hiyo hizo watu wanazingatia sana hiyo, na baadhi ya gari ambazo zimefanya sana performance vizuri kwenye soko.